Mangungu ndo kiongozi wa kwanza kwenye klabu ya Simba kufika fainali kombe la kafu. Hakuna kiongozi yoyote ambaye aliyowahi kufika kombe la kafu wakacheza fainali, ni yeye Mangungu peke yake. Sasa ukimwona mshabiki wa Simba anamlaumu Mangungu, huyo hana akili. Tenge nazaliwa na kuja duniani, Mwenyezi Mungu alipunguza akili. Sababu Mangungu tunapomzungumzia, tunamzungumzia mtu wa mpira, tunamzungumzia Mangungu mwenye uweledi mkubwa, ni msomi katika masuala ya mpira. Sasa wale mashabiki waliozaliwa bila akili ndio wanaolaumu Mangungu, lakini Mangungu ni kiongozi bora. Na endapo Mangungu ataondoka Simba, ile Simba itasambaratika na itakufa. Unadhani ni kwa sababu gani wanamlaumu? Labda pengine ni kuna yeye ndio kasababisha timu ifungwe au kitu gani? Hapana. Kwa sababu Mangungu, wasipoelewa watu wa Simba, Mangungu hasajili timu. Mangungu sio mwekezaji. Mangungu yeye ni kiongozi wa Simba, yani yeye ni kiongozi anaongoza klabu ya Simba. Yeye sio mdhamini. Wakulaumiwa ni Mo ambaye ni mdhamini. Ila Mangungu anatukana na watu wa Simba kwa sababu ya rangi yake ya weusi. Kwa sababu ukishakuwa mweusi katika ukanda wa bara la Afrika huo unadharauliwa, tofauti na ukiwa Muhindi au kama Mwarabu kama mzungu. Lakini Mangungu sio mtu kulaumiwa. Wakulaumiwa ni mwekezaji. Kwa nini anasajili timu mbovu? Kwa sababu Mangungu hajawahi kupewa pesa akaenda kusajili timu. Kwanza mashabiki wa Simba na wanachama wafanye utafiti, wamjue nani anasajili na nani anatoa pesa. Watapata neno mwekezaji. Mwekezaji anampa nani pesa ya usajili? Hicho ndio kitu cha kufanya. Lakini Mangungu hana tatizo lolote. Mangungu ni kiongozi bora, hajawahi kutokea katika upande wa klabu ya Simba. Unadhani Mangungu ataendelea tena kuvumilia haya yanayoendelea sasa hivi? Kwa sababu msimu uliopita ilikuwa ni hayo na hata sasa hivi yanaendelea. Unadhani ataendelea kweli au ndo ni wakati sasa wa kusema na yeye afanye mambo mengine? Hawezi kufanya mambo mengine kwa sababu yule amechaguliwa na wanachama. Unajua kiongozi unapochaguliwa na wanachama zaidi ya wanachama 600 au 200, ina maana wewe umeshaaminiwa. Sasa wanachama wenye akili wa Simba ndio waliomchagua Mangungu. Wanachama sio kuwa na akili timamu ndio wanaodharau Mangungu, lakini wale waliomchagua Mangungu wana akili kwa sababu wanajua Mangungu ni kiongozi bora katika upande wa mpira. Ndio maana Simba leo imefika fainali na wameonekana dunia mzima wakicheza fainali kombe la kafu. Hakuna kiongozi wa Simba aliyofikisha fainali kombe la kafu, ni Mangungu. Ni Mangungu peke yake, hamna mwingine. Baadhi ya mashabiki wa Simba wamekuwa wakisema kwamba Mangungu pale yeye hapati nafasi ya kutosha katika klabu yake. Unakuta Toyagendo anapata nafasi ya kuwakilisha timu kama timu. Sasa hii kwa nini yeye akosa nafasi? Sijakuelewa ndugu mwandishi. Yani kwamba wanasema hivi, Mangungu yeye hapati nafasi ya kuwakilisha timu yake sehemu kama ambavyo anavyopata Toyageni. Unakuta mara nyingi yeye ndo anaonekana sana katika matukio mbalimbali ambayo ni ya muhimu, ambapo yeye mwenyekiti anatakiwa yeye ndo awakilishe kama timu. Unapokuwa kiongozi mkubwa kama Mangungu, sio lazima wewe uende. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ukiwa kiongozi mkubwa, yani kiongozi namba 1, unatuma vijana kama wala kina Toyageni, sijui unamuita sijui nani Magoli, unawatuma waende wakawakilishe. Wewe kiongozi mkubwa unabaki na mambo mengine yenye umuhimu. Kwa sababu unapokuwa kiongozi unachagua vijana ambao watakusaidia kazi. Ndio hawa kina Toyageni hao wanatuma wanaenda huko wanafanya hivi. Sasa hata Mangungu asipofika katika matukio madogo madogo ni sahihi, kwa sababu yeye anahusika mashindano makubwa kama vile juzi walipocheza na Yanga pale. Mangungu tamuona kwa sababu ile ni dabi. Katika fainali ya kafu Mangungu tamuona. Ndio kazi ya uongozi, kiongozi mkubwa inavyokuwa. Sio kama eti unaenda kuzindua choo ndio aende Mangungu, sijui wanaenda kuna nini kufungua tawi aende Mangungu. Vijana wapo ataenda Mangungu, na kiongozi mkubwa hawezi kwenda. Maswali yanakuwa mengi kwa sababu ya wanasema wachezaji wa Simba mpaka sasa hivi hajapewa posho zao. Ni kwa sababu gani ikiwa Simba imefika finali kombe la shirikisho barani Afrika, fedha unazo za kutosha, kwa nini wachezaji sasa hivi hawapewi posho yao? Hilo sio kosa la Mangungu. Yaani ukimwona mtu analaumu Mangungu sema mchezaji hajapewa posho, huo ni uongo. Wale wachezaji wote wa Simba posho wameshapewa, na posho atoi Mangungu, posho anatoa mwekezaji. Sasa kama mwekezaji atatoa pesa, Mangungu atatoa nini? Kwa sababu yeye ni kiongozi tu. Sasa swala la kumlaumu Mangungu, hiyo sio afya katika michezo, kwa sababu Mangungu
sio kazi yake kugawa hela, hiyo ni kazi ya mdhamini. Hiyo ni kazi ya mdhamini. Unajua hii Simba unayoiona, walioharibu Simba ni watu wakubwa wa juu, kwa sababu mchakato wa uwekezaji unaanza pale ndipo walipoharibu. Wao wenyewe walikuwa na raha kusema tukifanya hivi tutawakomoa Yanga kipindi kile cha bakuli. Wakatengeneza hii utaratibu wa mchongo kumkabidhi mdhamini mmoja au yeye ndo kila kitu. Ndo shida hii ambayo unaiona, na duniani kote hakuna timu inayodhaminiwa na mtu mmoja, hicho kitu hakipo. Lakini kwa sababu mashabiki wengi wa Simba ni malofa, unajua ukiwa lofa unakosa hata akili ya uwezo wa kuwaza nini ufanye. Wao waliona huyu mwekezaji sisi atatusaidia, kumbe ile walikosea, kwa sababu wao ilibidi wakaribishe wadhamini wengi kama unavyoona vilabu vikubwa barani Ulaya au bara la Afrika, unavyoona kama Yanga Afrika, Mamelodi Sundowns, Kaizer Chiefs, kama vile Nuga Nigeria. Yani unakuta timu moja ina wawekezaji zaidi ya 20. Sasa wewe unakuwa na mwekezaji mmoja, afu mwekezaji mwenyewe wakati mwingine ananuna. Akishanuna mnampigia magoti, mnaenda mwekezaji, wachezaji hawajapata posho. Sasa ili swala wameliharibu wenyewe watu wa Simba. Ndo huu sasa moshi unafuka, na ukiona moshi unafuka inabidi uuzime, chukua maji umwage. Ukishawaka hauwezi kuuzima. Sasa Simba inabidi waanze mchakato upya katika upande wa uwekezaji. Mwekezaji hawezi kuwa mtu mmoja, ndio maana sasa hivi kinawasimbua. Sababu mwekezaji akiwa mmoja anafanya jambo lolote ambalo yeye analifanya. Lakini mwekezaji wakiwa wengi, ukikosa hela ya mwekezaji huyu anakuja mwekezaji huyu anainua. Sasa swala la kukosa posho klabu ya Simba huwezi kumlaumu Mangungu, hilo ni kosa la mwekezaji. Kwako wewe kama mwanamichezo, Simba wana haja ya kulalamika ikiwa wao wana nafasi waliofikia msimu huu, kwa maana ya kufika finali kombe la shirikisho, lakini na kuchukua nafasi ya pili, ambapo wao walikuwa wanasema kwamba tunatengeneza timu, kwa maana hiyo hawakuwa na matarajio kama watafika hatua hiyo. Ni sahihi kulalamika kwao kwamba kwa nini hajachukua ubingwa? Sio sahihi, kwa sababu Simba ya Mangungu na kiongozi Mangungu imeshapiga hatua. Kwa sababu leo Simba huwezi kuifananisha na Azamu, leo Simba huwezi kuifananisha na Mtibwa, leo Simba huwezi kuifananisha na Kagera, kwa sababu leo Simba imepata nafasi ya pili. Ukishapata nafasi ya pili wewe umeshakuwa giant. Leo Simba wamecheza fainali kombe la Kafu. Unapocheza fainali kombe la Kafu wewe tayari umeshakuwa giant. Ina maana Mangungu ameifikisha Simba sehemu salama. Achana na kufungwa na Yanga mara 5, kwa sababu unapofungwa na Yanga mara 5 inabidi uone ni jambo la kawaida. Ndivyo mpira ulivyo, ujipange upya. Ukishajipanga ujue jinsi gani ya kumfunga Yanga. Na uongozi wa Mangungu, Yanga kishafungwa. Uongozi huu wa Mangungu ambao mashabiki wa Simba na ubeza, Yanga kishafungwa katika uongozi huu. Sasa mimi na washauri mashabiki wa Simba waache mara moja kumlaumu Mangungu, wao wadili na wachambuzi, kwa sababu walioharibu timu ni wachambuzi. Walikuwa wanaaminishwa wao ni timu bora, ili mradi tu viongozi wa Simba wawapandishi kwenye ndege hawa wachambuzi. Kumbe wanasifia timu isiyokuwa na ubora, kumbe wanasifia timu ambayo haina uwezo wa kuchukua kombe la aina yoyote. Lakini hawa wachambuzi wangekuwa wanasema hapa ilipofikia Simba sio sehemu mzuri, basi Mangungu angekana mwekezaji wakatathmini jinsi gani Simba wailekebishe. Lakini wachambuzi walikuwa nasifia Simba, alafu mbaya zaidi walikuwa wanasema FIFA wanakuja kuichunguza Yanga, kwa sababu Yanga unapata magoli ya kiholela, magoli ya bulebule. Inaonekana Yanga mechi nyingi wananunua. Lakini angalia mambo yalivyokuja kubadilika. Hawa wachambuzi waliokuwa nasema Yanga walikuwa wananunua mechi, walipokuja Simba kufungwa tena na Yanga, hawa wachambuzi wameshabadilika, wanakuambia
Simba ni timu mbovu, Yanga ni timu bora. Ina maana kile walichokuwa na kitaka wao wachambuzi wameshakipata. Sasa hivi Simba imeachwa katika mataa. Nadhani ataweza kuaminiwa kweli Mangungu kwa sababu ya alichokiahidi kwamba anapokaa kwenye uongozi atahakikisha kwamba Yanga akifungwa, lakini mpaka sasa tuna mara ya 5 anaendelea kuchakazwa Simba. Unadhani ataendelea kuaminiwa kweli, waendelee kusema kwamba aendelee kubaki kwenye mamlaka? Hilo kufungwa mara 5 sio kosa la Mangungu, hilo ni kosa la mwekezaji. Kwa maana hiyo swala la Mangungu waachane nalo. Wakimbabaisha Mangungu akishatoka madarakani, Simba itakuwa haina uwezo wa kucheza hata na Mtibwa, haitakuwa haina uwezo hata kucheza na timu yoyote ndogo inayoshiriki ligi daraja la kwanza. Mimi nawashauri Simba watulize akili, wamwambie mwekezaji wasajili timu mzuri, aandae bilioni 10, timu yote ivunjwe, walete wachezaji wengine wenye uwezo. Lakini bilioni 10 apewe Mangungu, alafu Mangungu atafute wataalamu wa soka wamsajilie timu mzuri, lakini apewe bilioni 10. La pili, Mangungu huwezi kumlaumu. Wewe unakuaje unaletewa kocha msaidizi? Klabu kubwa kama Simba inakuja kumleta kocha msaidizi, hajawahi kuwa hata kocha mkuu hata mwaka mmoja hajawahi kuwa kocha mkuu. Alafu leo unamleta kocha msaidizi ambaye yeye kazi yake ni kupanga koni, ndio unamfanya awe kocha mkuu. Sasa wenyewe Simba viongozi wao awe dhamini ndio waliopotea step, sio Mangungu. Uwezi kumchukua kocha msaidizi hitaji kuifundisha Simba. Yule kocha kwanza inabidi afukuzwe. Pale hamna kocha, lile ni shati. Lile ni shati, hamna kocha. Yaani kocha yule ana hazi hata kufundisha Simba ya wanawake, mimi nakwambia. Ila pale kwa sababu Simba, klabu ya Simba wamejaa madalali wengi, ndio walioleta yule kocha. Lakini Mangungu kwa sababu yupo peke yake alishindwa kugoma kusema huyu bwana kocha mimi hanifai. Lakini Mangungu kabisa anajua yule sio kocha, yule ni kocha kuokota, hana uwezo hata kufundisha timu ya wanawake aina yoyote hapa Tanzania. Kocha huyo? Kocha wa Simba. Huyu anaitwa Fadulu sio nani yule Mkabulu. Hana uwezo wa kufundisha timu yoyote ya wanawake hapa Tanzania, hana. Lakini madalali wamemleta ili wao wapate ganji. Yani kuna kitu kinaitwa ganji hapa Kariakoo, yani ganji. Kuna watu fulani wanaitwa mawinga, wanaambiwa kicho kiatu uze 7,000 wao wanauza 20,000, ndio kicho tumika pale. Wanamleta kocha wa bei rahisi ambaye hajawahi kuwa kocha mkuu ili afanye vibaya, ndio kama vile unavyoona. Bwana, turudi upande wa Young Africans. Tumeona Yanga wao wamekuwa na desturi ya wanapomfunga Simba wanakuwa na supu pale Jangwani, lakini safari hii tumeona kama wamevunja rekodi,